Online TV. Majina anaitwa Mrakibu Mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Joseph Ngonyani, Kaimu Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kagera. Leo asubuhi tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2026 majira ya saa 12:20, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kagera kupitia kituo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Bukoba ilipata taarifa ya tukio la kuanguka kwa uzio au ukuta wa uzio wa hoteli ya Perfect ambayo inapatikana katika mtaa wa Anyama, kata ya Kibeta. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lilifika katika eneo la tukio majira ya saa 12:59, na bahati nzuri kwamba baada ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kufika eneo la tukio walikuta wananchi walishaanza kufanya maokozi makubwa, na baada ya kufanya maokozi hao wananchi waliwapeleka baadhi ya watoto hospitali ili kuweza kujua hali zao zipo vipi. Na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lilipofika katika eneo la tukio pia kwa sababu liliwakuta wananchi bado wanaendelea kuhangaika na maokozi, na Jeshi la Zimamoto pia likaungana nao kuweza kukamilisha maokozi ya mtoto mmoja ambaye alikuwa amebaki katika majengo hayo. Na familia ambazo zimeathirika ni familia mbili. Kila familia ilikuwa na watoto wawili. Familia ya kwanza ni familia ya Mikdad Ali ambayo imepoteza watoto wawili. Mtoto wa kwanza anatambulika kwa jina la Manihad Mikdad Ali mwenye miaka 4, jinsia yake ni ya kike, na mtoto wa pili anatambulika kwa jina la Nunihad Mikdad Ali mwenye miaka 10, ni jinsia ni mtoto wa kike. Na familia ya pili ni familia ya Edmund Matungwa ambayo pia ilikuwa na watoto wawili ambao wameathirika au wamepoteza maisha kutokana na ajali ya kuanguka kwa ukuta kuangukia hizi nyumba mbili ambazo zilikuwa na familia hizo mbili. Mtoto wa kwanza katika familia ya Edmund Matungwa anatambulika kwa jina la Elizabeth Edmund, ni mtoto wa kike mwenye miaka 12. Na mtoto wa pili anatambulika kwa jina la Edwin Edmund ambaye ni wa kiume mwenye miaka 10. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linatoa wito ufuatao. Cha kwanza kabisa, katika eneo ambalo limepata madhara haya, wananchi wote na wakazi wote waepuke kufika katika eneo hili kwa sababu bado lipo katika uchunguzi, ili kuweza kujiridhisha na madhara mengine ambayo yanaweza yakajitokeza, kwa sababu eneo hili wakazi wa hapa wameishi katika muda mrefu sana, na kwa muda mrefu hawajapata tukio la mtindo kama huo. Kwa hiyo hatujui bado uimara wa eneo hili ambalo limebaki, na ndio maana tunawataka wakazi wote wa maeneo haya watulie ili waweze kuangalia kwanza vipi vyombo vinafanya jitihada gani kujiweza kujiridhisha na usalama wa eneo hili, ili baadaye tutatoa tangazo maalum ya nini kifanyike katika maeneo haya. Lakini kwa kuanza ni kwamba familia zote ambazo zilikuwa zinaishi katika haya majengo ambayo yameangukiwa na huu ukuta kwa sasa hazipaswi kuendelea kuishi katika majengo hayo. Kwa hiyo ni vyema kutafuta hifadhi nyingine kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili waweze kupata hifadhi kwa wakati huu kipindi tunahangaika kuangalia kwamba maeneo gani wao wanaweza kupata ambayo yanaweza kawasitiri katika hali ya hapo baadaye. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.